Tukielekea Tanzania ni kwa chama tawala nchini Tanzania CCM kimesema kinatarajia kuwepo kwa ushindani sawa katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu kwa kuwa mazingira ni rafiki kwa vyama vyote. Makamu mwenyekiti wa chama hicho Steven Wasira amesema kusainiwa kwa kanuni za maadili ya uchaguzi na vyama 18 kati ya 19 vitakavyoshiriki uchaguzi huu ni ishara tosha ya kuwepo kwa uwazi. Haya yanajiri katika kipindi ambacho mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani nchini humo Chadema akiwa rumande kwa tuhuma za uhaini miongoni mwa mingine ambayo anakanusha. David Nkia na maelezo zaidi. Ukilinganisha na hali ilivyokuwa mwaka 2015, yani tume sasa hivi ni freer kuliko ilivyokuwa mwaka 2015, ingawa zote zilikuwa sawa. Ni makamu mwenyekiti wa chama tawala nchini Tanzania CCM Steven Wasira akisema kwamba chama chake kama vilivyo vyama vingine nchini humo kinatarajia kuwepo kwa mazingira bora ya uchaguzi na kwamba kumekuwa na mabadiliko makubwa katika tume hiyo ya uchaguzi ikilinganishwa na miaka iliyopita. Mwaka 2015 ndio mwaka ambao Chadema iligombea na ikapata wabunge 70, wakaunganisha pamoja na vyama vingine wakafika 100. Katika mazingira hayo leo tumebadilisha sana mambo mengi katika ile mfumo wa tume. Umeona tume sasa hivi inafanya verification ya daftari, tena inafanya awamu kwa awamu. Lakini sio hivyo hivyo, wenzetu wa upinzani walisema hawataki wakurugenzi, walikuwa katika sheria ya zamani, wote wale wameondolewa. Sasa hivi tumeweka utaratibu, tume ya uchaguzi ile ikipotelewa na mjumbe mmoja, rais hana mamlaka ya kuteua mtu anayemtaka mpaka watu waombe. Mwishoni mwa juma chama kikuu cha upinzani Chadema kilifanya mkutano wa kamati kuu ya chama hicho na kusisitiza kwamba ni lazima kuwepo na mabadiliko makubwa ambayo yatawafanya wananchi kuwachagua viongozi wanaowataka. Makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche amesema namna pekee ya kufanya hivyo ni kwa serikali kukubali kufanya mabadiliko katika tume ya uchaguzi. Sisi Chadema tumeamua kwamba lazima tushirikiane na Watanzania wenzetu kuhakikisha nguvu yao ya kuamua nani awe kiongozi wao ili awajibike kwao, lazima tushirikiane nao kuirudisha, kwa sababu at least tangu mwaka 2019 kumekuwepo na mambo mengi tangu uwepo wa vyama vingi, lakini baada ya mwaka 2019 kura haithaminiki tena. Watanzania hawana maamuzi nani awe mwenyekiti wao wa kitongoji, nani awe mwenyekiti wa kijiji, nani awe diwani, nani awe mbunge. Sasa baada ya Chadema kutafakari haya kwenye vikao vingi vilivyopita, tukaja na agenda ya no reforms no election. Lakini wachambuzi wa siasa wanasema licha ya kwamba hapawezi kukosekana kasoro ndogo ndogo katika uchaguzi wowote, ishara ya vyama vingine kuendelea na michakato ya ndani kujiandaa na uchaguzi huo huenda isiathiri zoezi zima la uchaguzi. Uchaguzi mkuu wa Tanzania ambao hufanyika kila baada ya miaka 5 ili kuwapata madiwani wa bunge na rais utafanyika Oktoba mwaka huu, ukitajwa kwamba huenda ukakosa msisimko kama miaka ya nyuma iwapo chama kikuu cha upinzani Chadema hakitoshiriki. Serikali ya nchi hiyo imekuwa ikisisitiza mara kwa mara kwamba mazingira ya uchaguzi ni rafiki kwa vyama vyote na baadhi ya mabadiliko ambayo Chadema imekuwa ikiyasisitiza hayawezi kufanyika ndani ya mwaka huu. Je, kila pande itaendelea kushikilia msimamo wake kuelekea uchaguzi huo muhimu? Huenda ni jambo la kusubiri. Na msikilizaji, unaendelea kusikiza Amka na BBC kutoka kwenye idhaa ya Kiswahili ya BBC. Tukiendelea ni kwa matumaini ya Tanzania kupata taji la kwanza la soka Afrika kwa ngazi ya klabu yamekwama tena baada ya Simba kutoka sare ya 1-1 na kufanya matokeo ya jumla kuwa magoli 3-1 dhidi ya RS Berkane ya Morocco. Sasa Berkane ndio mabingwa wapya wa kombe la shirikisho Afrika. Mwandishi mwandamizi wa BBC Florian Kaijage alikuwa katika uwanja wa Amman Zanzibar na haya ni maelezo yake. Mpira ya kombe la kwanza la Afrika kwa Tanzania itabidi kuendelea kwa sababu baada ya majaribio mara 3 bado kombe halijapatikana. Simba imetoka sare ya goli 1-1. Matokeo ya jumla imefungwa goli 3-1 na Berkane. Baada ya kusubiri miaka 32 takriban tangu mwaka 90 kucheza fainali nyingine, bado kombe limeshindikana kupatikana. Itabidi kufanya jitihada nyingine. Unaweza kuwaona mashabiki ambao wanatoka katika uwanja huu wa Amani Zanzibar wakiwa na nyuso ambazo sio za furaha. Matarajio yalikuwa ni kupata kombe la kwanza la Afrika baada ya kuongoza katika dakika ya 17 kwa goli la Joshua Mutale. Kwa kazi nzuri ya Elia Mpanzu, ilibidi kusubiri kupata goli la pili walau matokeo kuwa 2-2. Hilo halikuwezekana. Mpira wa Afrika unaendeshwa na Morocco. London imekuja kweli, nimeamini.
kwa sababu mpira wa leo ulivyokuwa unachezeshwa, kama refa alikuwa anachezesha mpira kwa maelekezo, yani ni dhahiri shahiri kabisa Simba amepata goli. Yani refa hajawa hata na akili ya kuvuta kati, alikuwa kasubatu anaangalia wachezaji. Hili lilotokea leo mimi naamini ni funzo kwamba tumeona tulipokosea. Kwa hiyo tunahitaji tuongeze baadhi ya wachezaji kama 3 4. Kuna nafasi ambazo Simba anakuwa tuongeze, especially katika striker, midfield. Fitna zilianza sehemu nyingi. Mchezo haukuwa mbaya. Hakuna mchezaji alokosea. Wachezaji kila mmoja alicheza kwenye kiwango chake. Ila tu haikuwa riski. Naam, hali ndo kama hivyo. Sasa tukisalia viwanjani, namkaribisha Shadrack Mwansasu. Asante Sarafina. Uongozi wa klabu ya ligi kuu ya England ya Aston Villa umeulalamikia uongozi wa bodi ya uamuzi wa ligi hiyo Professional Game Match Official baada ya kutokea kwa kosa kubwa la mwamuzi Thomas Bramley wakipoteza mchezo kwa kufungwa goli 2-0 dhidi ya Manchester United. Kwenye mchezo huo Villa walicheza pungufu baada ya mlinda mlango wao Emiliano Martinez kutolewa kwa kadi nyekundu. Kocha wa klabu ya soka Manchester United Robin Amorim amesema mambo mengi wakati wa kuhitimisha msimu wa ligi kuu ya England mbele ya mashabiki wa United, akikiri na kusema kwamba anaomba msamaha ikiwa ni tofauti na alivyoahidi kama kocha mbadala wa Erik ten Hag ndani ya Manchester United. Kwenye mashindano ya magari yaendao kasi ya Langa Grand Prix, Mwingereza Lando Norris wa timu ya McLaren amefanikiwa kushinda kwenye mashindano ya Monaco Grand Prix kwa mara ya kwanza na kuweka historia. Norris amepitia changamoto mbalimbali kwenye mashindano hayo akifanikiwa kumshinda Charles Leclerc kutoka timu ya Ferrari, na ukiwa ni ushindi wake wa pili wa Mwingereza huyo msimu huu, huku Lewis Hamilton wa Ferrari akishika nafasi ya 5. Na katika tennis kimataifa, Lorenzo Mutes amefanikiwa kutinga katika hatua ya pili ya michuano ya wazi ya Ufaransa akipata ushindi mnono wa seti 1 dhidi ya Mjerumani Yannick Hanfmann. Muitaliano huyo amekuwa na ushindi wa seti 7-5, 6-2, 6-0. Mchezaji huyo nambari 8 kwa ubora duniani amekuwa ni mchezaji bora kwa upande wa wanaume akiwania taji la Grand Slam. Mwisho dondoo za michezo asubuhi leo. Shukrani Sarafina. Bila shaka unaendelea kusikiza idhaa ya Kiswahili ya BBC na hii ni Amka na BBC. Taarifa kuu leo hii ni kuwa Rais wa Marekani Donald Trump amemshutumu vikali Rais wa Urusi Vladimir Putin, akimlaumu kwa mashambulizi yaliyofanyika katika miji tofauti ya Ukraine. Na kwenye gumzo leo hii tunaangazia siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya Seneti kupiga kura ya kuondoa kinga ya kushtakiwa kwa aliyekuwa rais wa zamani Joseph Kabila na kumfungulia njia ya kushtakiwa kwa madai ya uhaini na uhalifu wa kivita. Hii ni BBC. Na karibu tena, unaendelea kusikiza Amka na BBC. Kamerun inatarajiwa kufanya uchaguzi wa rais Oktoba mwaka huu, huku mzozo wa kisiasa unaoikabili nchi hiyo ukiwa bado haujatatuliwa. Kwa takriban mwongo mmoja, maeneo mawili ya nchi, kaskazini magharibi na kusini magharibi, ambayo yana wazungumzaji wa lugha ya Kiingereza, yamekumbwa na ghasia zilizosababisha vifo vya watu zaidi ya 600 na wengine mamia kwa maelfu kuyakimbia makazi yao. Blaise Eyong amekuwa akiangazia mzozo huo toka ghasia zilipoanza, na taarifa yake inawasilishwa na Halima Nyanza. Tahadhari tu, makala hii ina matukio ambayo yanaweza kukusikitisha. Mwaka 2021 Johnson Mabia alikuwa safarini katika moja ya majimbo ya Cameroon yanayozungumza lugha ya Kiingereza. Alikuwa ni mtumishi wa umma anayefanya kazi serikalini. Kamwe hakuweza kurudi nyumbani. Nilimpigia kwa namba yake lakini hakupokea. Ngabi Doratu ni mjane wa Johnson Mabia. Dakika 10 baadaye nilipokea simu yake. Kabla sijasema chochote, walichukua simu na kuna mtu mmoja akasema, kama hutatutumia pesa ndani ya saa 24 tutamuua mume wako. Johnson na wenzake 5 walikamatwa na kushikiliwa na waasi wanaotaka kujitenga katika majimbo mawili ya Cameroon yanayozungumza Kiingereza, ambao walikuwa wakitaka pesa kama kikombozi ili waweze kuachia.
Wakati familia ikijitahidi kupata pesa hiyo, Johnson alikutwa amekufa. Sikujua nini cha kufanya. Nilikuwa tu nikipiga mayowe. Takriban raia milioni 5 wa Cameroon wanaozungumza Kiingereza wameathirika na mapigano hayo kati ya jeshi la serikali na waasi wanaotaka kujitenga tangu kuanza kwa mzozo huo mwishoni mwa mwaka 2016. Machafuko hayo yalianza kwa maandamano dhidi ya kile ambacho wengi waliona kama kutengwa kwa watu wachache wanaozungumza lugha ya Kiingereza katika nchi yenye wazungumzaji wengi wa lugha ya Kifaransa ambao ndio wenye mamlaka. Agba Nkongo ni mwanasheria mzungumzaji wa lugha ya Kiingereza ambaye alikuwa mmoja wa viongozi katika maandamano ya mwaka 2016. Tulitoa wito wa kususia mahakama, tulitoa wito wa kugomea shule, lakini ilikuwa ni kwa amani na kiraia. Hatukutaka kuwepo kwa lakini serikali ya Cameroon ilijibu kwa mabavu, kupiga, kutisha na kukamata watu wengi. Mvutano ulipozidi mwaka 2017, viongozi wanaotaka kujitenga walitangaza uhuru wa kile walichoita Jamhuri ya Shirikisho ya Ambazonia. Ghasia ndipo zilipoanza mpaka hivi sasa. Hata shule zimekuwa zikilengwa kutokana na waasi wanaotaka kujitenga kuzichukulia kama vyombo vya serikali vya kufanya propaganda. Makundi ya wapiganaji yameibuka pia kutaka kupambana na waasi wanaotaka kujitenga. John Ewome anajulikana kama Moja, ni kiongozi wa kundi moja. Licha kwamba anakanusha kuwa mtu yoyote yule, kuna ushahidi wa picha za video unaomuonyesha Moja akimpiga kwa risasi raia ambaye anaaminika kuwa ni mmoja wa wapiganaji wanaotaka kujitenga ama mfuasi wao. Mwaka 2024, Moja alikamatwa tu baada ya kudai mtandaoni kuwa maafisa wakuu wa jeshi waliwasiliana naye ili kupanga mapinduzi dhidi ya Rais Paul Biya. Uchaguzi wa rais umepangwa kufanyika baadaye mwaka huu. Kwa waasi wanaotaka kujitenga wa Ambazonia wanaripotiwa kutoa wito wa kuhususia na kwamba serikali ikiendelea na ukandamizaji wake. Hali ya wasiwasi bado ni ya juu. Na kando na hayo ya Cameroon, sasa tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo rais mstaafu wa taifa hilo Joseph Kabila amelaumu mrithi wake Felix Tshisekedi kwa kuingiza nchi hiyo katika hali mbaya katika sekta zote. Hiyo ni baada ya Seneti kupiga kura ya kuondoa kinga yake ya kumfungulia njia kushtakiwa kwa madai ya uhaini na uhalifu wa kivita. Lakini chama cha rais Tshisekedi kimesema ya kwamba hakuna funzo wanaweza kupata kutoka kwa Kabila. Mbele Chimsoshi na taarifa zaidi kutoka Kinshasa. Katika hotuba yake ya dakika 45 aliyofanya akiwa mtini Zimbabwe, kulingana na vyanzo vya BBC, rais wa zamani wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Joseph Kabila amelaumu mrithi wake Rais Tshisekedi kwa kuingiza nchi katika machafuko na kutoa wito kwa wakongomani kuungana ili kurejesha sheria na utulivu mtini DRC. Kabila alifanya hotuba hiyo baada ya siku moja tu kisha kinga yake kama mwanaseneta wa maisha kuondolewa na baraza la seneta kwa tuhuma ya uhaini na uhusiano na kundi la M23. Kulingana na Ferdinand Kambere, katibu naibu wa chama cha Kabila PPRD, anahisi hotuba hiyo ilikuwa imesubiriwa sana na raia wa DRC na sharti Kabila arudi kwenye kiti chake cha uraisi. Benki zote huku mashariki zinafungwa na wao, mishahara hakuna tena, demokrasia hakuna tena ndani ya nchi yetu. Kini raia ni wengi ambao wanatuita ikuwe Kinshasa, ikuwe ngambo ya mashariki, ambao wanasema tuko tayari kumpokea. Kongomani wakae pamoja na wafikirie tena uongozi ulio bora. Baadhi ya wengi wa karibu na Rais Tshisekedi wamesema Kabila hana funzo ya kutoa kwa Kongomani au kwa mrizi wake Tshisekedi, kama ameeleza hapa Placide Mkonkole. Ni mazarao ule bwana afike este. Ndio, ni kawaida anapasha afika juu ni waskari yake njo wako este. Ni kundi yake kawaida watampokea, hapana raia. Juku sisi tunasemaka ule mtu atuya sababu machungu. Kutoka yake kumedia inasumbua wakongomani na kuambia sana na zaidi. Inalamusha midonda yenye ilikuwa ishaanza kauka, inarudia kwa yote wa mbichana. Hakuna mkongomani mwenye anapasha mwitikia arudie aongoze inji. Baadhi ya raia wa DRC walitoa pia hisia zao baada ya hotuba hiyo ya rais mstaafu. Hotuba yake iliweza kudenonse hiyo diktature na kudenonse namna gani tena inchi merudia nyuma. Kama udikteta hausikie mashauri, udikteta hausikie mambo isipokuwa mulio wa risasi. Lupatu nafika kuna namna gani ya kupoteza wandugu. Mimi niko nawaambia, Rossi Mukendi ni cousin wangu, alikufiaka kumukono kwangu.
anapasha tuambia balabala gani alituachia. Tshisekedi alitulaga vitu mingi sana wakati alipata madaraka, lakini hakuna benye anafanya mpaka leo. Asasi zisikokuwa za kiserikali nchini DRC zinahonya kuhusu umuhimu wa kurudisha uhusiano mzuri kati ya Kabila na Rais Tshisekedi ambao walipehana kwa mara ya kwanza madaraka kwa njia ya amani nchini DRC.